Karibu katika episodi ya 4. Mama yake Nario alishaanzisha kampeni za kutaka kumrejesha mwanaye katika kiti cha Crown Prince na inaonekana kwamba kuna dhuluma imewahi kufanyika. Sasa alianzisha kituo kitakachokuwa kinafundisha mazoezi ya yoga, na ukumbuke kwamba kabidada Kaminioren kanapenda sana michezo hiyo na kanamkubali sana mama yake Nario. Basi walijikuta tu rafiki wao na noga kinoma noma. Sasa huku katika jumba la kifalme leo kuna msafara mzito ulikuwa ukiingia ndani. Sasa mwamba Crown Prince anaingia ndani ya chumba cha bidada Crown Princess kwa sababu leo atakwenda kupokea wageni wa kimataifa. Ila amefika tukuja kumtazama bidada alipokuwa akijiandaa, akagundua kuwa kabidada kamekuwa karembo kinoma noma. Lakini wakati pari limeanza kuchangamka, basi haraka sana mama yake Nario naye akaonekana anatimba ndani ya mjengo na alikuwa ameambatana na mwanaye huku wakiwa wanatabasamu, kitu ambacho kinamkeraga sana huyu Marikia katika hii ikulu. Hasa kutokana na tamaduni za ufalme ni kwamba Crown Prince lazima adensi mbele ya wageni. Basi wakati huo Crown Prince akamchukua bidada na akaanza kucheza naye katikati ya podium. Hasa baada ya kudensi vizuri na kila mtu alifurahia namna ambavyo walikuwa wameweza kudensi. Sasa wakati huo yalisikika mafataki akiwa analipuka katikati ya ikulu. Sasa hii kitu ilimshangaza sana bidada kwa maana ni mara ya kwanza kuyaona. Akaanza tu kujipenyeza mbele za watu, "Samani, naomba nione, ngoja kwanza niangalie." Watu wakabaki wanashangaa, aka kabidada kanaonekana ni kashamba kiasi hiki. Hasa bidada wakati wa kufurukuta kwake alikuwa hajajua kwamba alikuwa ameangusha kiatu chake, na wakati huo mwamba Crown Prince akajitokeza na kumvisha bidada katika namna ambayo iko very romantic, na mbadala wa lile tukio kuwa aibu bali kageuka kuwa ni tukio la heshima sana, kwani ilionyesha kana kwamba Crown Prince anamjali sana kipenzi chake. Hasa kesho yake pamekucha, Crown Prince yuko busy tu na shughuli zake. Kabidada kakaanza kumwambia, "Wewe kaka, ulikuwa jana romantic mno, namna ulivyokuwa unanivisha kiatu ilikuwa bomba sana." Acha kujichekesha bana, ilikuwa bomba kivipi wakati mimi nilikuwa nafanya hivyo mbele ya watu tu wasije katuona tuko tofauti. Mimi sikukubali wala nini na wala sikuelewi hata kidogo. Lakini mwamba sura yake ilikuwa imenuna kweli. Kabidada akasema, ulifurahia." Akaanza kumletea midoli na kusema kwamba ulifurahia, anamchekesha chekesha, lakini mwamba amekaza tu. Alafu mshikaji Crown Prince akanyanyua sauti yake akasema, "Acha ujinga hata kidogo wewe. Unafanya mambo gani ya kijinga jinga hivyo? Unatakiwa kujifunza namna gani ya kuishi ndani ya jumba la kifalme, usio kaniaibisha tena. Jana umefanya mambo ya ajabu sana, umezingua unajua." Bidada kutokana na kuwa amejibiwa vibaya, basi alirudi chumbani kwake akaanza kushambulia ule mdoli ambao alikuwa ameweka picha ya mwamba Crown Prince. "Piga kweli kweli, wewe kaka, kwa nini unadharau wewe, mshenzi mkubwa, piga ngumi za kichwa." Hasa Crown Prince akawa anasikia makelele tu kwamba mshenzi wewe, mjinga mkubwa, akabidi kwenda kuchungulia, kuja kutazama bidada anafanya michezo ya kitotototo. Basi akaanza kumpiga picha, lakini alikuwa anatabasamu tu. Huyu bidada mbona anakiza kijinga huyu? Hasa mapema na alfajiri pameweza kukucha, bidada alikuwa amevaa zake vizuri tu, akawa anaenda kumsalimia bibi wa katika huu ufalme, lakini anafika tu anagundua kwamba hata Crown Prince alikuwepo huku kwa bibi alikuwa anamuomba ruksa yenyewe bwana we. Kumbe bwana Crown Prince alikuwa anaomba ruksa ya kwenda kuitembelea familia ya bidada Crown Princess, kitu ambacho kikamfurahisha sana Crown Princess, yani alijikuta anafurahi mpaka kwenye gari. Basi bwana wewe wamefika tu nyumbani kwa kina bidada, moja kwa moja waandishi wa habari wakatimba eneo la tukio kana kwamba ni bonge la event, kana kwamba Crown Prince pamoja na Crown Princess wameweza kutembelea familia ya Crown Princess. Hasa waandishi wa habari na wenyewe hawakuwa mbali na tukio hili, wakaanza kuchukua kila tukio. Hasa kama unavyojua Crown Prince hajazaliwa katika maisha ya kawaida, kwa vyakula vya kawaida vinamsumbua sana, kwani walikuwa wameandaliwa misosi ya kawaida kabisa, ni ugali maharage. Hasa bwana, muda wa kulala nyakati za usiku ukawa umeweza kufika, wakataka kuulizia kwamba kuna vyumba viwili tofauti, lakini baadaye wakakumbuka kwamba wao ni wanandoa, kwa hiyo wakapewa chumba kimoja walale pamoja. Hasa bwana we, chumbani kwa bidada kumbuka kakitanda kake ni kadogo tu. Wenzetu wa Korea hawanaga vitanda vya 5 kwa 6 sijui ngapi kwa. Yani kama wewe uko single basi unajitengenezea kakitanda angalau kwa kutosha watu wawili tu, yani namna fulani hivi. Sasa hichi kitanda hakitoshi kwa hao wawili kuweza kulala comfortable, wakawa wanajadili nani alale chini na nani alale kwenye kitanda. Ikaja kugundulikana kwamba hakuna aliye tayari kulala sakafuni, basi wote wakaanza kung'ang'aniana kulala hapo katika kitanda. Usiku mzima ilikopo tu ni maburukushano humo ndani, lala chini, lala chini, lala chini, lala chini. Mwisho wa siku wakajikuta wamelala wote wawili katika kitanda. Tena bana, wakajikuta wamelala wamepitiwa na usingizi mzito. Bidada kila akilala anatoa mate na mate yote amempakaza mwamba katika vesti yake. Jamaa kabaki anashangaa kabidada kanalalaje bana. Hasa wazazi wake na wenyewe usiku wakaanza kujadili, mtoto wetu alikuwaga mpendagi Crown Prince, watakuwa wamelala vipi huko chumbani kwao, twende tukawachungulie. Wanakuja kuchungulia, wanakuta binti yao ndo kwanza kamkumbatia Crown Prince. Wazee wakaona ishakuwa balaa hili jamani, nyie mnalalaje hivyo, mnakumbatiana ndani ya nyumba yangu, mnatakiwa mlale kawaida. Wakawachanisha hivi. Wazee wakasema, mnalala kitanda kidogo namna hiyo watu wawili jamani? Hapana, wewe mwenyeji lala chini na wewe mgeni lala juu katika kitanda.
kitanda. Kabidada Chekiang kakawa kamelala chini, kaka maindi kinoma noma. Yaani mimi nalala chini eti kisa mwenyeji sijapenda. Asa ile pamekucha, Mwamba akabaki anashangaa sana kukuta familia ya bidada wako wanaandaa chakula wakiwa pamoja, lakini pia kule kuna bustani, yani mboga mboga na kila kitu kinaandaliwa hapo hapo. Akafurahia sana haya maisha. Basi baada ya kutokea bustanini, baada ya kuchuma mchicha wa kutosha hivi, wakaanza kumlisha Crown Prince. Wakamwambia kula haya majani bana. Akasema si majani ya mbuzi haya. Akasema kula ni mboga hiyo. Basi ndio hivyo bwana, Mwamba akawa na enjoy sana maisha ya pale katika nyumba ya kina bidada. Sasa kesho yake wameelekea shuleni. Kabidada kanakumbuka kwamba usiku wa jana kalikuwa kamelala na Mwamba Crown Prince. Kaka kanawaza yani, lakini si niliambiwa kwamba kijana wa kiume na wa kike wakilala pamoja wanaweza wakafanya. Kakaanza kuwaza tafanya nini tena jamani. Wakiwa wamerudi tena nyumbani, Mwamba baada ya kula msosi akataka kwenda kuosha vyombo. Hasa kabidada kwa uchokozi ndio usiseme, kakamsogelea Mwamba, kakaenda kakamkumbatia upande wa mgongoni hivi. Jamaa kushtuka kidogo, bidada amemkumbatia. Wewe nini? Kabidada kakajifanya kana kwamba kako kwenye usingizi mzito. Basi Mwamba Crown Prince akajua tu bidada amemfanyia vituko vyote hivyo kwa sababu ya usingizi. Wakatoka hapo wakaingia sebleni, michezo kama yote, kitu ambacho Crown Prince hajawahi kucheza kabla. Lakini katikati ya mchezo mtu aliyekuwa anapoteza basi alikuwa anapigwa na vidole viwili mkononi. Basi wakaendelea kukalamba, kabidada kakaichang vibao vya kutosha tu, lakini ilipokuja zamu ya Mwamba Crown Prince alipokosea, yeye akapigwa kinamna fulani tu kama mtoto mdogo. Si unajua tena ndio mkwe bana, katika familia lazima wamtunze huyu. Asa bidada Cheitang akijitazama mkono wake namna ulivyokuwa mwekundu, alafu Mwamba eti hata hajapigwa mkononi wake, kaanza kulalamika, haiwezekaniki bana, mnanipiga mimi wa kike sana alafu huyu wa kiume mnampiga kidogo, hii sio haki. Basi katika nyumba ile ya kimasikini maisha yalikuwa ni raha na furaha sana, ambayo mtoto wa mfalme hajawahi kuexperience kabla. Usiku mzima walishinda wakiwa na hangaika, huyu anawaza ni mwanze mwenzangu, huyu anawaza nianze mimi au aanze yeye au nimsubirie. Mwisho wa siku wakajikuta wanakutana katikati, kumbe kila mtu ameshindwa kulala peke yake. Basi wakajivuta mdogo mdogo mpaka wakajikuta wamekaa sebreni. Alafu Mwamba akaanza kusema, bidada, wakati mwingine ukitaka kunigusa mgongo wangu sio univizie, utakuwa unaniomba tu, mimi nitakuwa nakuruhusu eti. Bidada akauliza, kweli unamaanisha kweli niwe nakukumbatia? Basi bidada akataka tu kuanza kumkumbatia Mwamba hapo hapo, ghafla mfanyakazi wa ndani akawa ameingia. Basi bidada akaanza kuona aibu. Basi palipoweza kukucha, moja kwa moja Mwamba Ali akawafuata wazazi wake na kuanza kuwasimulia juu alivyoweza kuenjoy katika familia kina bidada Cheitang. Akasema tulifurahi sana, yani kule kunafurahisha mno. Bibi anapata amani sana kusikia kwamba mjukuu wake alifurahia. Basi akawa anamuuliza maswali zaidi na zaidi. Akawa anamwambia, mchezo upi na upi ambao mliucheza baada ya hapo? Mwamba akazidi kufunguka tu, lakini Marikia akawa amemwita Crown Prince na kumwambia kwamba ulisema kwamba humpendi binti huyu, kwa nini umeanza kujisogeza sana kwenye familia yake? Na Mwamba alipoyasikia maneno hayo kutokea kwa Marikia yalimsababisha awe na huzuni sana. Sasa bidada Cheitang akawa amegundua jambo hilo, akaenda kumfariji jamaa, japokuwa alikuwa hajui amezungumza nini na Marikia. Sasa baada ya kumchekesha sana jamaa na alikuwa acheki, basi kabidada moja kwa moja akachukua baiskeli na kaanza kuzunguka katika eneo zima la ufalme, na sio utamaduni kabisa kwa mtu kuendesha baiskeli ndani ya ufalme. Hasa hizi taarifa za kwamba bidada anaendeshaga baiskeli katika eneo la ufalme zilimkera sana bibi, ambaye akaamua kumzawadia bidada zawadi ya gari, japokuwa alihitaji gari ambayo ina muundo sawa sawa kabisa na baiskeli. Basi alizawadiwa zawadi ya gari na kesho yake akatimba nayo shuleni. Kitu cha kushangaza, alipofika shuleni kila mwanafunzi alianza kuvaa mtindo sawa sawa na bidada alivyokuaga akivaa, na mtindo wake wa kubana nywele kwa kuweka kibanio ambacho kina rangi za pinki. Kwa kila mwanafunzi ameshaanza kumuiga yeye. Wanafunzi wanadhani labda kwa uvaaji ule ambao bidada alikuwa akivaa huenda ndio alikuwa amewavutia watoto kutokea katika familia ya ufalme. Marafiki zake wakawa wanasema, mwanangu, mitindo yako yote ile inaheshimika kwa sababu inaonekana mitindo yako imeweza kuvutia ufalme, ndio maana umeweza kuolewa kule. Kwa kila mtu anaamini kwa kuvaa kama wewe huenda atakuja kuwavutia watu wa ufalme. Hasa walipoweza kurudi katika ufalme, Mwamba Crown Prince alikuwa amejificha maeneo fulani hivi, amechukua utulivu wake, alikuwa na mawazo sana. Maafande walikuwa wakihangaika kumtafuta ni wapi alipo, lakini bidada Crown Princess alihangaika sana na aliweza kumkuta Mwamba akiwa amejificha juu kabisa katika dari. Mwamba alimuuliza bidada, umenikutaje huku? Bidada akasema, hata nyumba yetu sisi ina mtindo wa rufu, yani ukipanda juu kabisa ya dari kuna maeneo ya kukaa kabisa, kwa hiyo nilijua kisa wewe utakuja kukaa kama huku. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri, kabla hata hawajatulia kuanza kupiga story, ghafla bidada akawashuhudia wanajeshi wakiwa wanamtafuta Mwamba Crown Prince. Akapiga kelele, huyu huku nimempata, akawa anamzuia. Hasa ile namna aliyokuwa akimzuia bidada, kwa bahati mbaya wakawa wameweza kuangukiana, mwanamke chini mwanaume juu, wakajikuta wako katika moment ambayo hawajui nini waongee. Sasa unajua tena wahenga walishasemaga hasi na chanya bana zikikutana ndio hivyo changamoto, wakajikuta tu wanaangaliana, miili imesisimka, hawajui hata nini ambacho wanakifanya. Lakini hata kabla hawajafika mbali katika mambo yao, ghafla tu simu ikawa inaita. Kumbe aliyekuwa anapiga ni bidada Miniore
Oreng na akawa anahitaji kukutana na Mwamba, kwani kuna michezo hivi anahitaji washiriki pamoja. Basi bwana, bidada naye alikuwa anasikiliza tu mwaliko kutokea kwa bidada Minnie Oreng, naye akasema kwa sababu mimi ni mke wako lazima tutaenda wote. Basi wakawa wameambatana kwa pamoja mpaka katika hilo eneo la mchezo. Hasa wakiwa wamefika katika eneo la mashindano ya michezo ya farasi, basi bidada Minnie Oreng akawa anasema sababu ya kumwalika Crown Prince na Crown Princess, nilikuwa nataka Crown Princess aweze kushuhudia namna gani mimi niko jirani na Crown Prince. Wakati michezo imeshaanza, Mwamba alianza Crown Prince pamoja na yule Leo. Basi wakati wanaendelea kushindana, kwa bahati mbaya farasi wao wakaweza kugongana na wakajikuta wamepata ajali mbaya. Hasa uwezi kuamini, watu wote walimkimbilia Crown Prince kwenda kumwokoa, wakamwacha Leo peke yake. Mwamba alijisikia vibaya kinoma noma, lakini baadaye bidada Chetang akajisogeza kando kidogo ya Mwamba Leo na akaweza kumsaidia, na hii scene iliweza kushuhudiwa na Mwamba Crown Prince. Akaanza kugundua kwamba kabidada ni kama kanahisia kwa mbali na huyu jamaa. Hasa Mwamba akawa anajiuliza kwamba mimi mbona nilikuwa simpendi huyu bidada, ila kwa nini kila ninapomuona na mwanaume mwingine najihisi hali ya kuumia sana moyoni mwangu? Bwana, kama wewe una kipaji cha kuigiza na upo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam ama nje ya mkoa wa Dar es Salaam, basi PVP Media tunakukaribisha sana kuweza kukuza kipaji chako, na kwa wale wote watakaowahi mapema kabisa kujiunga ndani, basi watapewa nafasi ya kuishi katika hosteli zetu za PVP Media. Tunahitaji wasanii 4 tu ambao watabahatika kukaa ndani ya kambi zetu, lakini watakaochelewa basi watakaa nje ya makambi yetu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, una nafasi ya kuwahi haraka sana kujiunga nasi, kwani kuna tamthilia mpya kabisa ambayo inakwenda kuanza kutokea PVP Media. Unachotakiwa kukifanya ni rahisi kabisa. Kwanza utarekodi clip fupi ukiwa unaigiza igizo lolote lile, haijalishi uko peke yako ama uko na rafiki yako. Basi baada ya kuigiza igizo hilo utanitumia kupitia nambari yangu ya WhatsApp kama unavyoweza kuiona chini ya screen yako 0622113984. Utaandika majina yako mawili, utaandika umri wako, alafu utasema na utataja hiyo clip yako umeigiza kitu gani. Kama umeigiza hisia utasema, kama umeigiza huzuni utasema, kama umeigiza furaha utasema. Baada ya hapo utatuma clip fupi ambayo itakuwa na dakika 1 mpaka dakika 2 mwisho. Baada ya hapo tutakwenda kujadiliana kama team, na kama utapita basi moja kwa moja tutakaribisha Dar es Salaam, na kama upo ndani ya jiji Dar es Salaam tutakuwa tunakaribisha katika makambi yetu uweze kukuza kipaji chako na iwe ajira yako. Asanteni sana.